Bismillahirrahmanirrahim. Kwa nafasi yangu ni mkurugenzi mkuu wa kituo hiki cha dua cha Bidabida Dua Center kilichopo hapa Mburahati National Housing, mtaa wa Manyara, nyumba namba 23. Leo tulikuwa na tukio ambalo ni maalum kwa ajili ya kurejesha faraja kwa watoto mayatima na wale ambao wasiojiweza. Tukio hili tumelifanya kwa niaba ya kituo chetu cha Bidabida Dua Center, lakini kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ambao wametusapoti ikiwemo familia ya Chengawe. Lengo na makusudio ni kuwatazama watoto mayatima kwa sababu wengi wamewasahau watoto hawa. Wanaishi katika mazingira ambayo wanahitaji sana kutazamwa, kuwezeshwa na kusaidiwa katika masala yao ya kielimu, ya kimakuzi na kiusalama. Kwa hiyo sisi kama Bidabida Dua Center tumeona tulifanye hili kadri ambavyo Mwenyezi Mungu ametuwezesha kulifanya, na tunamshukuru, alhamdulillah, limefanyika jambo letu. Lakini tumelifanya kwa kushirikiana na baadhi ya viongozi wa serikali na baadhi ya viongozi wa kidini, kwa maana ya mashehe mbalimbali. Kama tulivyoona, tulikuwa na shekhe wa wilaya yetu ya Ubungo, Sheikh Maulidi Kidebe, lakini pia tulikuwa na shekhe wa wilaya ya Kinondoni, Sheikh Muhammad, na mashekhe mbalimbali wa kata tofauti. Lakini pia tulikuwa na mashekhe wakubwa ambao wao katika nchi hii na nje ya nchi wanasikika, wanapendwa, wanaeleweka, akiwemo Sheikh Othmani Singa. Lakini pia mwishoni mwa jambo letu tulipata ugeni wa shekhe wetu mkubwa kipenzi, Sheikh Othman Amisi. Huyu ni shekhe mkubwa miongoni mwa mashekhe wakubwa katika Afrika Mashariki kwa sasa, ambaye leo hii alikuwa na kipindi katika Busati la Mtoro, lakini ametukimbilia Bidabida Dua Center na amezungumza, ametoa nasaha zake mbalimbali. Lakini pia tulikuwa na mheshimiwa diwani wa kata yetu ya Mburahati, tulikuwa na mheshimiwa mkuu wa habari na uhamasishaji mkoa wa Dar es Salaam kwa wakina mama katika taasisi yetu ya BAKWATA. Tulikuwa na viongozi mbalimbali, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, tulikuwa na katibu wa mbunge wa jimbo letu hili la Ubungo, mheshimiwa pia ni waziri Profesa Kitila Mkumbo, na viongozi wengi ambao hatuwezi kuwataja, pamoja na wananchi mbalimbali. Walilahi alhamdu, jambo letu limefanyika. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa watoto wako watoto 78. Kuna watoto 43 ambao wao ni wa kike na watoto 35 ni wa kiume. Na watoto hawa tumewatoa katika design mbili. Design ya kwanza wanaishi katika kituo, na design ya pili ni wale ambao wanaishi nje ya kituo, wanaishi kwenye majumba humu kwetu mtaani. Kwa hiyo tumewachukua, tumekuja kushiriki nao. Lakini pia wapo na wakina mama ambao ni wajane na wengine tu ambao maisha yao hayajiwezi, wanahitaji kusaidiwa, pia tumeshiriki nao pamoja. Tunaelewa watoto yatima ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Katika hao watoto wana changamoto zipi na unaiambia nini serikali kwa watoto? Cha kwanza, watoto hawa changamoto kubwa tulioiona sisi, wana changamoto katika swala zima la maadili, la malezi. Hasa hawa ambao wanaishi mtaani, hawapo kwenye kituo. Wale wa kwenye kituo, alhamdulillah, kuna baadhi ya taratibu wanawekewa, lakini hao wanaoishi mtaani, wengi changamoto yao ya kimaadili, ya kimalezi ni kwa sababu wengi wanaishi na mabibi, wengine wanaishi tu na watu baki wameamua kuwachukua. Lakini ukifuatilia hasa unakuta ule uangalizi wao, namna ya kuwachunga katika kuwalea ni tofauti na wale watoto ambao wanachungwa na kulelewa na baba na mama zao wa kuwazaa. La pili ni katika masala mazima ya kielimu. Wengi changamoto yao katika masuala ya ada na masuala ya vifaa vya shule, hasa uniform na viatu. Madaftari haya, peni wanapata, lakini ukiwatembelea, ukiwaona, kuna wengine wanavaa viatu vimechanika, wengine wanavaa suruali au sketi au mashati yamefubaa au yamechanika. Hii ni changamoto kubwa ambayo inatuumiza sisi kama Bidabida Dua Center. Unayepe kuambia sasa jamii na kwa ujumla kuhusiana na hao yatima na wasiojiweza? La kuambia jamii, tuwaangalie watoto mayatima.
tusiwakumbatie watoto zetu, tuangalie na hao watoto mayatima. Sisi tunatamani na insha Allah tuna malengo hayo ya kusimama na watoto mayatima, hata kwa kuanza na 2, 3, 4 mpaka wawe wengi, kuhakikishia elimu yao, mavazi yao, afya zao, malezi yao. Lakini kwa kuwa bado hatujawa na nguvu hiyo, tumeamua angalau siku moja katika masiku 29 au 30 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tuanze kwa kuwakusanya pamoja, tufuturu nao pamoja, na lengo letu kuu, kama watu watatusikia na watakuwa wako tayari kutusapoti sisi Bidabida Dua Center, tunalenga siku ya Idi. Siku ya Idi ni siku ambayo watu wanatakiwa wafurahi. Kwa hiyo watoto hawa tunalenga siku ya Idi tuwafurahishe kwa chakula, tuwafurahishe kwa mavazi, tuwafurahishe kwa vinywaji. Insha Allah, Mheshimiwa Diwani ameanza kufungua mlango huu. Mheshimiwa wetu Diwani wa kata ya Mburahati amesema baada ya hapa tumtafute, tukae naye chini, tuliratibu ili swala la siku ya Idi kwa watoto mayatima. Kwa hiyo na jamii yote ambayo inatusikia nayo ije tuungane, tuwawezeshe watoto mayatima. Kiachilia mbali swala la kuwafuturisha, swala la kuwafurahisha wakati wa Idi, amekuja hapa katibu wa mbunge, na nazungumziaje swala la kuomba ardhi ambayo katika siku za mbele mweze kujenga vituo ambapo watu wataweza kupeleka michango ya msaada kuwasaidia ujenzi wa vituo? Mbali ya hilo mheshimiwa, kwamba au mnatarajia hiyo Idi kuwaandalia watoto wangapi? Sisi tunatarajia watoto wote tuliofanya nao leo jambo hili na siku ya Idi wote tuweze kuwawezesha katika siku ya Idi. Ikitokea bajeti haijaturuhusu, lakini kwa uwezo wa Allah itaturuhusu, au ikiwa zaidi tutafurahi, lakini hawa ambao tumefanya nao leo ndio tumewapa kipaumbele katika siku ya Idi, pia tuwashike, tuwafurahishe. Swala la kuomba ardhi ni moja ya mkakati wetu. Sisi Bidabida Dua Center tunafanya ni huduma ya kijamii. Tunaombea watu dua, tunaombea taifa letu dua, tunafanya shughuli nyingi za kuhusu jamii. Na moja ya mkakati wetu ni kuwa sehemu ya kuisaidia jamii, si tu watoto mayatima. Kuna wazee, kuna makundi mbalimbali ambayo yanahitaji msaada kutoa watoto mayatima. Kwa hiyo tuna lengo hilo la kuhakikisha tuwe na kituo, tuwe na ardhi, tuwalee watoto mayatima, tuwalee wazee, tuwalee watu ambao wanakutwa na mitihani mbalimbali. Sisi tumeenda mbali, tunataka tuwashike mpaka wakina mama. Tumefanya tathmini yetu, tumegundua wakina mama wengi ndio wapo kwenye mikopo ya riba, wapo kwenye kausha damu, ambapo wanateseka mama zetu. Tunaona baada ya muda wanakuja wanachukuliwa furniture za ndani, wanadhalilika, wanafezeeka. Haya yote tutayamaliza vipi? Lazima tuwe na mfumo maalum wa kuwawezesha wakina mama, kuwanusuru, kuwatoa katika mambo kama hayo. Kwa hiyo hili ni sehemu ya mkakati wetu inshallah.